Good morning to you, Mariam. Bila shaka tumekuwa na usiku mrefu katika kituo hiki cha kiufundi cha Mapima hapa, ambapo zoezi zima la kujumlisha kura limekuwa likiendelea. Mpaka sasa vituo 130 kati ya 193 tayari vimehesabiwa. Matokeo ya hapo awali, wakati vituo 115 vilikuwa vimehesabiwa, ni kwamba alikuwa anaongoza ni Harrison Kombe wa chama cha ODM akiwa na kura 11,188, akifuatiwa na Stanley Kenga wa chama cha DCP, chama ambacho kinaongozwa na alikuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwa kura 5,919. Na hadi sasa ni kwamba vituo 130 vimehesabiwa, na sasa Harrison bado anashikilia usukani kwa kura 14,445, akifuatiwa na Stanley Kenga na kura 7,479. Kumbuka kwamba zoezi hili lilianza jana majira ya saa 2 usiku, na bila shaka limekuwa likiendelea tu kwa utulivu ila kwa upole, na tumekuwa tukilifuatilia. Kuna baadhi ya mambo yamechipuka, baadhi ya maagenti, maafisa wa IEBC ambao wametoka katika baadhi ya vituo hivi, walikuwa wamefungia ndani yale makaratasi yote ambayo yalikuwa yanapaswa kuangaliwa katika mabokisi yale ya kura, na pia kuna baadhi ambao walikuwa wamekuja na hizi boksi ambazo zimepasuka. Wengine walikuwa wanadai kwamba walipata ajali barabarani na kwamba zikapelekea baadhi ya boksi zao kupasuka, lakini kwa sasa maafisa wa IEBC wanaendelea na udhibitishaji wa fomu na majumuisho tu ya kura katika kituo hiki, na mawakala wa vyama mbalimbali wakifuatilia kwa makini kuhakikisha kuwa kila hatua inazingatiwa taratibu. Kulingana na kamishna wa IEBC Mukhwana, alisema kwamba chaguzi ndogo kawaida huwa hazina watu wengi ambao wanajitokeza, na bila shaka tumeweza kushuhudia hilo katika ujumlishaji wa kura hapa, ambapo utapata kwamba baadhi ya vituo waliosajiliwa kupiga kura katika vituo hivyo, labda kama vile nikitoa kwa mfano watu 600, lakini waliojitokeza ni kufikia watu kama 100 ama 150. Kwa hiyo kwa mujibu wa pia wale ambao walikuwa wanatupia jicho zoezi hili kwa kina, kama ambao tutawaita election observers, walikuwa wanasema kwamba wengi wao ambao walijitokeza katika zoezi hili la kura walikuwa ni watu wazee, yani umri ambao wamekula chumvi sana, na vijana ambao wanatambulika kama Gen Z, ambao walikuwa tunaona kwamba wako barabarani kule kupigania haki na ugumu wa maisha, hawakujitokeza kwa wingi katika eneo hili la Magarini. Bila shaka kwa sasa ni hayo ambayo yamekuwa yakiendelea katika eneo hili. Jana majira kama ya saa 3 usiku, viongozi wengi wa chama cha ODM akiongozwa na gavana kaunti hii ya Kilifi Gideon Mung'aro, pamoja na naibu kinara wa chama cha ODM Abdulswamad Nasir, pamoja tu na viongozi wengine wa chama cha ODM, UDA na vyama vingine kama vya PA, walikuwa wamekita kambi hapa wakisherekea tu kwa mapema kwamba mgombea wao Harrison Kombe amechukua kiti hiki, lakini hayo tutayadhibitisha hapo baadaye wakati zoezi hili litakapokuwa limekamilika. Lakini kwa sasa tunasubiri tu, imesalia kama vituo 21 hivi kwa zoezi hili kukamilika la kujumlisha kura. Tunajaribu kuelewa Magarini ni kubwa aje. Ukisema kumekuwa na ajali za barabarani, wakisafirisha hizo ballot boxes, Magarini ni kubwa aje, na tunajaribu kuelewa mbona especially hesabu imechukua muda mrefu hivi. Naam, ukizingatia kwamba kulikuwa na vituo 193 na baadhi ya vituo vilikuwa katika maeneo ya ndani, na kumbuka kwamba pia barabara za baadhi ya maeneo si nzuri vile. Kwa hiyo kama mojawapo ya
tukio ambalo nimelizungumzia la kwamba bokisi la kubeba kura lilikuwa limepasuka, ni kwamba walikuwa wanasema barabarani walipata itilafu za kimitambo, na kwamba wakati kulikuwa na mlima na gari lilirudi nyuma na lile bokisi likaweza kuanguka na kupasuka. Kwa hiyo hapa timu ya IEBC iliweza kulibadilisha lile bokisi hadi katika bokisi lingine, kuhakikisha tu kwamba zoezi hilo linafanyika kwa njia ya uwazi na chini ya ulinzi mkali wa maafisa wa polisi kama unavyoona katika eneo hili. Na katika eneo hili la Magarini, kumbuka kwamba wapiga kura waliosajiliwa walikuwa 80,128. Hawa ni wote ambao walikuwa wamesajiliwa katika chaguzi iliyopita kulingana na takwimu kutoka Tume Huru ya